Hello wandugu, nimekuja mbele yenu kwa haraka haraka kufatana na hali inayopita katika dunia yetu tunayoishi. Ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba hii dunia tunayoishi haitakuwa na amani tena kama jinsi watu tulikuwa tunafikiria, na hakuna mtu ambaye yuko salama sasa hivi kufatana na haya yanayotokea huko Mashariki ya Kati. Nchi ya Marekani ikiwa na wenzake wala rafiki yake Israeli imeamua kuharibu Mashariki ya Kati, na kuna nchi nyingi hapo Mashariki ya Kati ambao hazikubaliani na Marekani na Israeli vita inavyoendesha huko, lakini kwa sababu hawana sauti ya kusema, ndio maana wanakubali kukaa kimya. Lakini nataka niwaambie kwamba ndugu zangu, dunia tunayoishi hakuna sehemu kutakuwa amani tena. Kwanza kiuchumi, watu watasirika sana, iwe Afrika, iwe hapa Ulaya, Umarekani na hata Asia. Ukienda hali ya kisiasa ndio hivyo hivyo. Wandugu zangu, muda umefikia wa kuweza kufikiria namna ya kuweza kuishi katika familia zetu na hata maisha kwa jamii zetu, maana hali imeenda kuwa mbaya sasa. Fikiria hivi tena, baada vile vita vya siku 12 vilivyopita kati ya Israel na Iran, leo tena wameanza vita, na hivi sasa ni vikali kwa sababu Iran ameamua na yeye kutumia nguvu yake, kwa sababu hatokubali anyanyaswe. Na kama Iran hatokubali anyanyaswe, ni lazima atashambulia nchi zote ambazo ziko jirani yake pale, ambao kuna kambi za wanajeshi wa Kimarekani, na hiyo ni vita itakuwa mbaya sana. Hata maji watafunga, watu wote wanaotumia sehemu hile kupita, kuna meli zitapitisha biashara, na hali itaendelea kuwa mbaya kiuchumi na hata kisiasa kwa dunia nzima. Kila mtu ajiandae, maana vita ambayo Israel haiwezekani leo ushambulie Iran kwa kusema kwamba ni vita vya kujilinda. Unajikinga kitu gani? Mwenzako haja kushambulia, wewe tayari umeanza kumshambulia. Ndugu zangu, hali imeharibika ya dunia. Kiuchumi tutaasirika, hususan nchi kama za Afrika ambao uchumi wetu unategemea sana nchi za Ulaya tuweze kusaidiwa misaada ili tuweze kuishi. Na kwa vita hivi hata hapa Ulaya tunakoishi hali itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa wale wanaoomba wao Wakristo wala Waislamu waweze kuombea hali hii ambayo imeanza ya Israeli, Iran na Marekani na wengine washirika wao isiweze kuendelea, waweze kufikia kukubaliana na vita viweze kusimama. Bila hivyo dunia imeenda kuingia kwa hatua nyingine ambayo itachafuka sana. Lakini mjue Urusi na China watajiacha nyuma, kwa sababu hao ni marafiki wa karibu sana na Iran. Na Urusi na China wakikubali Iran isambaratike kama jinsi Iraq imesambaratishwa, Afghanistan na nchi zingine hata Syria, wandugu zangu, hali itaenda kuwa mbaya zaidi. China itaingia na Russia itaingia, na mtaona jinsi dunia itakavyochafuka zaidi. Kwa hiyo baba na mama, mahali popote ulipo, ni lazima ujiandae, maana vita hivi vikianza huko Mashariki ya Kati havitahacha hata mtu mmoja salama. Na muda ndio huu. Kama una maoni weka hapa ili tuweze kuchangia wote. Asante sana.